enda kuku. Nilikwambia ile dhambi unaitenda, alafu unakosa kukiri mbele za watu. Hiyo dhambi itakunyanyasa mpendwa. Itakutesa hiyo dhambi. Itakutesa. Daudi anasema, niliponyamaza kwa ajili ya dhambi zangu, vile nilivyonyamaza kwa ajili ya dhambi zangu, ndio mifupa yangu iliendelea kuumia ndani yangu. Psalms 32 mstari wa 3 mpaka wa 5. Vile unavyonyamazia hiyo dhambi, ndio itaendelea kukutesa. Jamaa anafikiria imeisha hivyo. Jamaa anafikiria sasa imeisha hivyo. Baada ya muda, mwisho wa mwezi ndio hiyo imefika. Mwisho wa mwezi nyingine imefika. Jamaa amepokea mshahara yake. Sasa anajiandaa kwenda nyumbani. Kufika kwa gate, anakuta mwenzake anamngojea. Amwambia, sikia, kesho niko off. Kesho nimepewa off. Na kwa vile kesho nimepewa off, nataka nipeleke mke wangu outing. Na sina pesa. Kwa hivyo najua umepokea mshahara yako. Kwa hivyo leo nataka hiyo mshahara yako yote. Leo sio nusu nusu, yote. Oh, haiwezekani naenda kulipa nyumba. Oh, haiwezekani wacha nikakumbuka kuku. Kumbuka kuku. Wacha nikaambie boss uliiba kuku. Jamaa alipokumbuka tena kuku, kaona haidhuru, wacha nipeane. Akapeana tena mshahara yote. Lakini hiyo siku jamaa alienda nyumbani akijirudia ndani ya moyo wake, kwani huyu kuku moja atanitesa mpaka lini? Kuku moja, huyu kuku nitakumbushwa huyu kuku moja mpaka lini? Jamaa alienda akajirudia ndani ya moyo wake. Baada ya kufanya kazi mwezi mmoja, ilipofika mwisho wa mwezi, amepokea mshahara. Jamaa akaamua, leo lazima niende kuconfess kwa boss. Lazima nikaconfess kwa boss. Hii kuku amenitesa muda mrefu, kuku moja. Nitakumbushwa huyu kuku mpaka lini? Jamaa alikamata ile mshahara yake akaibeba tu namna hiyo. Yote hajatoa hata duru. Akaenda kwa boss. Akamwambia boss, I want to confess something. Kuna kitu nataka nikiri mbele zako boss. Unakumbuka boss, kuna siku ulitembelewa na wageni wengi. Hiyo siku niliiba kuku. Kuku moja tu. Lakini hii kuku moja imenitesa bwana, sijapata amani. Kwa hivyo boss, nataka hii mshahara yangu yote, wacha nilipie hiyo kuku. Wacha nilipie hiyo kuku. Boss akamwangalia mfanyakazi akamwambia, sijawahi muona mfanyakazi mwaminifu kama wewe. Maana kwa hii boma yangu vitu nyingi huwa zinapotea kila siku. Lakini sijawahi ona mtu ambaye anakubali kukiri makosa yake isipokuwa wewe. Kwa hivyo nimekusamea, pesa zako chukua na uendelee na kazi yako. Kuanzia hapo jamaa akasikia moyoni amepata amani. Moyoni jamaa akapata amani. Hiyo siku alipokuwa naenda nyumbani, mwenzake anamngojea kwa geti. Kama kawaida. Kama kawaida. Ya kama anamuuliza mwenzake, "Uharaka ya wapi?" Anamwambia, "Sinaenda kwangu." Anamwambia, "Kwani umesahau kuku?" "Sikia, mshahara yako nataka yote hapa. La sivyo, kumbuka kuku." Jamaa akamwambia, "Kuku ni wewe." Yaani jamaa amepata ujasiri sasa baada ya kutubu dhambi. Jamaa amepata ujasiri, anamwambia kuku ni wewe, na anaenda nyumbani zake. Jamaa akajua, mwenzake akajua sio kuzuri. Ukiona jamaa kuna ujasiri amejaza hivi, sio kuzuri. Kumbe jamaa ashakiri dhambi zake na amesamehewa. Hivyo ndivyo inavyokuwa mpendwa, unavyokiri dhambi zako mbele za Mungu. Hata shetani ajaribu kukumbusha kiasi gani, unamwambia shetani, nenda zako. Yesu alinisamehe pale msalabani. Niko huru. Amen. 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 Wewe shetani ndio unajua niliua. Wewe shetani ndio unajua nilitoa mimba. Wewe shetani ndio unajua nilizini. Lakini hiyo ni yako. Yesu alinisamehe pale msalabani. Amen. Hebu nipungie mkono wako wani. Yaani mpendwa, usikubali ya dhambi iendelee kukutesa. Labda ni wewe ndugu yangu ulitembea nje ya ndoa. Na unajua vile wanawake siku hizi ni wanjanja. Kuna wanawake wengine leo wanakuwekea tu mtego ndio ashike mimba yako. Akishashika mimba yako, amepata sasa njia ya kukutesa. Njia ya kukutesa. Kila ikifika mwisho wa mwezi, tuma 10,000. Usipotuma 10,000, anakukumbusha, anakuambia kumbuka mtoto. Kumbuka mtoto. Usipotuma hiyo 10,000, hii habari mke wako anajua. Jamaa kitishiwa hivyo, inabidi hata kama hana pesa, anafuliza ndio atume ile 10,000. Mwingine leo natishwa na picha. Labda kuna hiyo mpango ya kando, huyo mwanamke kuna picha alikupiga mlipokuwa kwenye mahaba.
wewe labda hata hukujua ama ulijua, mlipokuwa kwa mahaba na ule mwanamke ambaye sio mke wako, kuna kasiopis, kuna kapicha mlipigwa. Sasa hiyo ndio anaitumia kukuteza ile picha, anakuhangaisha na ile picha. Usipofanya vile anavyotaka, anakukumbusha, anakwambia kumbuka picha, kumbuka ile picha. Usipofanya vile, nakwambia hii picha natumia mke wako. Mpendo, utakumbushwa huku mpaka lini? Utakumbushwa huyu mtoto mpaka lini? Utakumbushwa hii picha mpaka lini? Kubali leo na kutubu dhambi zako. Hii dhambi utailipia mpaka lini mpendo? Eti kwa sababu mtu alikuona ukifanya jambo fulani, sasa ndio imekuwa sababu anakutesa. Ndio maana anakutesa. Kubali leo kukiri dhambi zako. Hata kama ulikosea kwa mke wako, enda utafute nafasi nzuri na mke wako. Enda utafute nafasi nzuri na mke wako. Alafu tafuta vile utakavyomwelezea. Labda atakusamea, atakuelewa na kusamea. Na asipokusamea pia utakuwa umejitoa kwenye hiyo utumwa. Hautakumbushwa hiyo mtoto tena. Hautakumbushwa hiyo picha tena. Hebu nipungie mkono. Enda ukiri kwa mke wako. Mwambie ilikuwa hivi na hivi na hivi. Kama atakusamea sawa. Asipokusamea bora umejitoa kwenye hiyo utumwa. Hautahangaishwa na hiyo mwanamke wa kando tena. Huyo mke wa kando hata kuhangaisha tena. Utakuwa na amani. Nipungie mkono. Najua afadhali ubaki na dini na mke wako kuliko sasa imagine sasa unadili na watu wawili. Huku unahangaisha na ule mke wa kando. Usipotuma 10,000 hii mambo mke wako atajua. Ukienda nyumbani naye mke wako pia anakupeleka mbele. Si afadhali umalizane na hii ubaki na unapambana na mke wako. Enda ukiri mbele ya mke wako, mwambie iko akupenda kwangu. Mimi nilijikuta tu nimeanguka kwenye ile mtego. Bahati mbaya alishika mimba. Sasa amenitesa na hii mimba. Ameniteza na hii mtoto. Kila mwisho wa mwezi lazima nitumie 10,000. Sasa kwa hivyo mke wangu, naomba tu ni understand. Sitarudia tena, naomba tu nisamehe. Ukiona nimekubali kukiri mbele yako, hii dhambi imenitesa, nimejirudia, naomba tu nisamehe. Utapata amani. Yule mpango ya kando next time akijaribu kukwambia kumbuka mtoto, namwambia mtoto ni wewe. Akikwambia kumbuka picha, namwambia picha ni wewe. Amen. Hebu nipungie mkono wako wazi. Lakini usipokiri, hiyo dhambi itaendelea kukutesa. Hiyo dhambi itaendelea kukuhangaisha. Wewe mpendwa unajijua yale maovu uliyoyafanya. Ukiendelea kuyafunikia mpendwa, yataendelea kukutesa. Shetani anajua ulitoa mimba na hujawahi kiri mbele ya mtu yeyote. Shetani anajua wewe uliwa jirani yako, haujawahi kiri kwa mtu yeyote. Shetani atakuwa anakukumbusha kila wakati. Shetani atakuwa anakukumbusha kila wakati. Mpaka ukubali kukiri na kutubu, ndio utapata amani moyoni. Simama kwa miguu yako miwili. Simama kwa miguu yako. Hiyo dhambi usipotubu mpendwa, itaendelea kukuhangaisha. Itaendelea kukutesa. Ni heri ungetubu hiyo dhambi. Hebu sikiliza kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Bila umesimama hivi. Sikiliza waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Nasema hivi, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema ya kwamba hatukutenda dhambi, tutamfanya yeye kuwa muongo, wala neno lake halimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tusamehe. Yaani leo ukikubali, Mungu atakusamehe. Haijalishi ulitenda dhambi aina gani. Anasema japo kuwa dhambi zenu nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama vile theluji. Mpendwa, usikubali hiyo dhambi iendelee kutesa. Shetani atakuhangaisha na hiyo dhambi mpaka lini? Unapolala kwa kitanda, shetani anakukumbusha vile ulitoanga mimba. Anakukumbusha vile uliua. Anakukumbusha vile ulitembea nje ya ndoa. Si ukubali tu, ukiri na kutubu na upate amani moyoni. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Nataka tunapoimba wimbo huu. Tunapoimba wimbo huu, wewe mwenyewe uweze kujirudia ndani ya moyo wako. Wewe mwenyewe uweze kujirudia ndani ya moyo wako. Ni dhambi gani hiyo ulitenda? Labda sasa hivi uko hapo unasema umeokoka, lakini moyoni mwako unajua. Hebu rudisha mawazo yako nyuma. Rudisha mawazo yako nyuma. Labda hata wakati ulikuwa shuleni, labda wakati ulikuwa hujaoa bado, ulikuwa kijana, ulikuwa msichana bado hujaolewa. Hebu rudisha mawazo yako nyuma.
Ni dhambi gani hiyo ulitenda na mpaka leo haujawahi kiri kwa mtu yeyote? Haujawahi kiri ile dhambi. Hiyo dhambi bado inakuhangaisha mpaka siku utakiri. Labda ndio inazuia maombi yako isijibiwe. Labda ndio inasababisha magonjwa mengine inakutesa. Labda ndio inafanya ukose amani. Hebu rudia mawazo yako, rudisha nyuma. Kuna sawa, unasema umeokoka, ndio unasema umeokoka, lakini kuna dhambi mpaka leo haujawahi kiri hata kwa mtu yeyote. Najua unaweza ukatafuta, kama unaogopa kukiri mbele za watu wengi, kama unaogopa kukiri mbele za watu wengi, tafuta mtu mmoja ambao unamwamini sana, mwambie nilifanyanga ABCD, na utakapofanya hivyo, kuanzia wakati huo moyo wako unapata amani. Ningependa ujirudie ndani ya moyo wako mpendwa. Wewe mwenyewe unajijua. Unajua huwezi ukajidanganya, hauwezi ukajidanganya, wewe mwenyewe unajijua. Kama kuna jambo ambalo umewahi fanya, haujawahi kiri kwa mtu yeyote. Labda najua, labda ni wewe mama. Kwa wale watoto wako unajua kabisa kuna mtoto mmoja sio wa mume wako, na hujawahi mwambie mume wako hata ajui. Yeye analea tu wale watoto akifikiria wote ni watoto wake. Lakini kumbe wewe mama unajua mtoto fulani sio huyu jamaa. Naye mzee wako ajui. Yaani imebakia siri yako wewe. Hiyo dhambi usipotubu mama itakuhangaisha, hata kule mbinguni kuingia itakuwa ngumu. Hata ukifanya umeokoka na hujawahi kiri dhambi kama hiyo, mbingu utaiona kwa mbali. Ni heri ukiri dhambi zako. Yeye Mungu wetu ni mwaminifu, atakusamehe. Haijalishi ni dhambi aina gani. Mungu atakusamehe. Ndio mikono yako. Baba, ni kwa jina lako Yesu. Nakushukuru Mfalme kwa wema na ukuu wako. Takatifu Mungu wa Israeli. Hakuna mwingine wa kufananishwa na wewe. Asante ni kwa ajili ya kila mmoja amekusanyika mbele zako mchana leo. Kristo Yesu, unawajua kwa majina. Wewe Bwana unajua mpaka kwa siri. Unajua ndani ya mioyo yetu. Hakuna kitu Bwana tunaweza tukakuficha. Unajua mpaka ndani ya mioyo yetu. Na kuita Bwana majeshi, wanapokubali kukiri na kutubu dhambi zao, naomba Bwana ukawasamehe. Maana unasema japo kuwa dhambi zetu nyekundu kama bedeni, unasema Bwana utaziosha zitakuwa nyeupe kama vile theluji, wanapokubali na kuungama dhambi zao. Naomba Bwana uwasamehe. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu. Hebu tukiwa katika hiyo hali, weka mkono yako chini. Weka mkono yako chini. Ukiwa katika hiyo hali, nataka niulize sana. Kuna dhambi wewe mwenyewe unajua ulitenda. Japo kwa sasa unasema umeokoka, lakini kuna dhambi ulitenda haujawahi kiri mbele ya mtu yeyote. Yaani imebakia ni siri yako. Haujawahi kiri. Shetani ataendelea kukuhangaisha. Kama vile huyu jamaa kila wakati alikuwa anakumbushwa kuku. Kila wakati kubuka kuku, kubuka kuku, kubuka kuku. Utakumbushwa hii dhambi mpaka lini? Kubali tu Mungu akusamehe. Kubali Mungu akusamehe. Anasema tuungame dhambi zetu sisi kwa. Hebu nirudie tena hiyo mstari. The book of James. The book of James, Yakobo 5 mstari wa 16. Ungameni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Ungameni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Wewe mwenyewe unajijua. Labda hiyo dhambi imezuia miaka yote mambo yako isijibiwe. Ungependa leo Bwana kusamehe. Labda hiyo dhambi imeharibu ushirika wako na Mungu. Ungependa leo Bwana kusamehe hiyo dhambi. Mimi sitaki niambie ni dhambi ina gani. Inua mkono wako mahali ulipo, Mungu akusamehe. Asante kwa hiyo mikono. Sio mimi nainulia. Na mkono wako vizuri. Amen. Ningependa vile umeinua mkono kuja hapa mbele. Kuja hapa mbele nikuombe. Chukua hatua imani, kuja hapa mbele. Na muweke social distance, usikaribiane. Kuja hapo mbele. Bora muweke space kati yako na mwingine. Muweka space. Kuja hapo mbele. Kubali leo kukiri mbele za Bwana. Ulikosea na Mungu atakusamehe. Yeye Mungu ni mwaminifu na wa haki. Anasema tukiungama dhambi zetu, yeye atatusamehe. Hakuna dhambi ambayo Mungu hawezi akakusamehe. Labda hiyo dhambi ndio imekuhangaisha hiyo muda yote. Labda hiyo dhambi ndio imekuwa kikwazo maishani mwako. Ndio maana uendelee. Ndio maana magonjwa mengine inakuhangaisha. Umesikia Biblia vile inavyosema Marko 2 mstari wa 5. Yesu anamwambia yule mgonjwa, anamwambia tu umesamehewa
dhambi zako. Kumbe dhambi ndio ilikuwa inafanya awe katika ile hali. Leo bila yako unapokubali leo dhambi zako, unapokubali makosa yako, Mungu akusamehe, aweze kuingilia kati. Inua mikono yako juu. Rudia maneno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi mwenye dhambi. Shetani akanidanganya nikakutenda dhambi. Mchana wa leo naja kwako Yesu. Ninakiri ya kwamba nilitenda maovu mbele zako. Ninaomba Yesu unisamehe, unitakase, unioshe kwa damu yako. Asante Yesu kwa msamaha. Asante Yesu kwa kuniokoa. Ewe shetani, kuanzia leo sikutaki tena. Kwa damu ya Yesu nimewekwa huru, nimekombolewa. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu. Kwa jina lako Yesu nimeomba, nimeamini. Amen. Inua mikono yako nikuombee. Baba, ni kwa jina lako Yesu nakushukuru Mfalme, ni kwa ajili ya neno lako Bwana. Ulisema halitakurudia bure, bali litatimiza mapenzi yako. Asante kwa ajili ya kila nafsi. Naomba Bwana kwa damu yako watakase. Ile kumbukumbu ya zamani ukaichana-chane, fungua kurasa mpya. Kuanzia leo ukayafanya yote kuwa mapya. Asante Kristo, kuanzia leo shetani hataweza kuwakumbusha tena ile dhambi. Maana Bwana unawasamehe. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu. Kwa jina lako Yesu tumeomba na tumeamini. Wote kwa pamoja sema amen. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi mazuri mahali ulipo. Amen. Inua mkono wako wa kushoto, sema asante Yesu. Inua mkono wako kulia, sema asante Bwana. Amen. Enda kwa amani. Mahali ulipo umeketi, rudi tu hapo kwa amani. Na kuanzia leo moyoni mwako uwe na amani. Mungu amekusamehe. Shetani asije akakukumbusha tena. Amen. Kuanzia leo hakuna kukumbushwa kuku. Amen. God bless you my sister. Si unaona imeanza kushuka.